Kwa majina naitwa Dr. Kayoka kutoka Best Vision Eye Care iliyoko Mwanza, eneo la Nata. Tunapozungumzia swala zima la afya ya mtoto, mtu wa kwanza ni mzazi au mlezi ambaye ndiye anayekuwa anamfanyia uangalizi yule mtoto. Kwa hiyo tunapokuwa tunashauri au tunapokuwa tunakutana na lile kundi kubwa la wazazi, mara nyingi tunakuwa tunahamasisha namna bora ya kuwa wanawaleta wale watoto kwa ajili ya kufanya check up. Kwa hiyo moja kwa moja wazazi walezi ndio ambao wanahusika kwa sehemu kubwa sana. Pale atakapokuwa amemleta mtoto, basi linakuwa ni jambo la mzazi pamoja na mtaalamu, kwa maana ya daktari ambaye anayekuwa anamfanyia ule uchunguzi au ule usimamizi wa afya ya macho yake. Sawa. Ndio. Vitu gani hasa vinapelekea watoto kupata tatizo la macho? Kuna vitu vingi hapa, nitazungumzia baadhi kwa maana ya vichache. Mojawapo ni matumizi makubwa au matumizi yaliyopita kiasi ya kutumia skrini, kwa maana ya zile katuni nyumbani. Wazazi wengi kwa sasa wamekuwa wakihisi namna bora ya kumfurahisha mtoto ni kumtengenezea mazingira ya kumnunulia tablets kwa ajili ya kuangalia zile katuni. Sasa mtoto afya ya macho ya mtoto inakuwa kwa kasi, inakuwa bado inahitaji ukuaji ambao sasa ule ukuaji unakuwa unahusisha mishipa. Sasa mzazi anapokuwa amemnunulia aidha simu au tablet kwa maana ya kuangalia zile katuni, maana yake mtoto anakuwa na tabia ya kuangalia vitu vya karibu. Mara nyingi wanakuwa wanakosa ule ukuaji mzuri wa macho. Kwa hiyo mwisho wa siku wanakuwa short sighted, ambao tunasema ni myopic, ambapo mtoto huyu anakuwa na uwezo wa kuangalia vitu vya karibu, lakini vile vitu vya mbali anakuwa anashindwa kuviangalia kwa sababu ile mishipa inakuwa haijazoea kuangalia vitu ambavyo viko mbali. Sasa mtoto anavyozidi kukua, anaanza shule, mtoto huyo atakuwa anadai aendelee kukaa karibu na ubao, au anakuwa anaminya macho kwa ajili ya kuweza labda kuona vizuri. Lakini kimsingi kosa linakuwa lilifanyika wakati wa ukuaji, wakati mtoto alivyokuwa anakuwa, yale mazingira ambao waliomjengea nyumbani, mzazi akawa anampatia vitu ambavyo ni vya karibu sana, kwa akawa anashinda naangalia vitu vya karibu sana, ambapo sasa kimsingi kwenye upande wa afya ya macho tunashauri mtoto azoezeshwe kuangalia vitu vya karibu, lakini pia na vitu vya mbali kwa wakati mmoja. Na changamoto nyingine za watoto zinakuwa ni zile za kuzaliwa. Kwa mfano kama watoto njiti wanakuwa wanazaliwa, uono wao mara nyingi unakuwa sio mzuri. Kundi lingine la watoto ni wale ambao wamerithi. Kuna familia ambazo zinakuwa zina changamoto ya macho, ambao kimsingi zile changamoto zinakuwa zipo kwenye familia, kizazi kwa kizazi. Unakuta babu au bibi alikuwa labda na tatizo la kuona mbali au la kuona karibu. Mwisho wa siku ile shida inakuwa inaenda ikiathiri. Lakini pia shida nyingine ni mtoto anapata maambukizi akiwa bado anapata changamoto kabla na baada ya kuwa amezaliwa. Mara nyingi mtoto anapokuwa yuko tumboni, kuna maendeleo au ukuaji wa eneo la macho, kwamba namna anavyozidi kukua ndani ya ile miezi 9, basi na lile jicho linatakiwa liwe linaenda sambamba na namna ambavyo anavyozidi kukua sehemu nyingine za mwili. Na shida nyingine ambayo naweza nikasema ni kubwa sana kwa watoto ni uono wa karibu au uono wa mbali. Mara nyingi hii shida inakuja kugundulika pale mtoto anapokuwa ameshakwisha kuanza shule. Anaanza kutoa konsani kwa mwalimu kwamba sioni vizuri, anakuwa anachukua daftari la mwenzia na anaanza kuwa na kopi, ambapo sasa kwenye swala zima la kujifunza la elimu nafikiri wataalamu hawashauri kwamba mtoto kimsingi anatakiwa kukopi
kile kutokea kwa mwalimu kile alichokiandika na sio kwa mwanafunzi mwenzake. Kwa kuna changamoto nyingi ambazo zipo katika kundi la watoto na shida nyingine ambayo ni common sana pia kwa watoto ni mtoto wa jicho. Mtoto anazaliwa tayari ana mtoto wa jicho. Ni moja ya changamoto ambayo pia ambayo tumeikuwa tukiikuta, kwa sababu mtoto anapokuwa amezaliwa hospitalini, kabla hajaruhusiwa, lazima daktari au mtaalamu wa macho aweze kupita kuangalia kama anaweza kawa amezaliwa aidha na changamoto nyingine ambayo sio nzuri kwenye upande wa macho. Kwa hiyo zipo nyingi na mara nyingi tumekuwa tukizicontrol kwa maana ya pale tunapokuwa tumezipata. Sasa kwa mzazi ambaye anatusikiliza na kutazama kwa hivi sasa, akiona nini kwa mtoto wake chap kidogo akimbie Best Vision Eye kwa ajili ya kumsaidia? Kitu kikubwa au vitu kadhaa ambavyo nitakavyovisema ni moja ya vitu ambavyo huwa vipo kwa watoto wengi. Wazazi watakuwa ni mashahidi ya baadhi ambao wamekuwa wakiona hizo dalili. Mojawapo ni mtoto unakuta anaminya macho anapokuwa anatazama kitu. Hiyo tayari si dalili ya kuvumilia, sio dalili nzuri. Lakini pia mtoto analalamika maumivu ya kichwa. Lakini pia wakati huo mtoto analalamika kizunguzungu na kadhalika. Licha kuwa dalili ya kizunguzungu unaweza ukahisi ni changamoto nyingine, lakini wengi tumekuwa pia tukiwakuta wanakuwa wana changamoto za macho. Lakini pia mtoto anakuwa unaona anakuwa anapeleka mkono jichoni, anapikicha jicho. Unahisi labda ni namna ambavyo anavyokuwa anacheza na nini, lakini ukweli ni kwamba lile jicho linakuwa linawasha, hususan kwa watoto wadogo ambao wanakuwa hawana uwezo wa kuzungumza kile kinachoendelea, bado anakuwa hajaweza kuanza kuongea. Unaona mtoto anakuwa anapeleka mkono jichoni kiasi kwamba maana yake kuna kitu ambacho kinakuwa hakiko sawa. Hivyo tunakuwa tunashauri wazazi waweze kumleta tu tumwangalie kama kunaweza kukaa kuna changamoto. Lakini pia kuna wale watoto ambao wanatoka uchafu kwa maana ya matongotongo, lakini pia wengine tunakuja kukuta kuna usaha kwenye macho. Ni moja ya vitu ambavyo tunapokea hapa Best Vision kama kesi za watoto ambazo wanakuwa zinawasumbua. Kwa hiyo zipo dalili pia nyingi ambazo huwa zipo kwa watoto, na pale ambapo mzazi ataweza kumleta hapa kituoni kwetu Best Vision, tutaweza kumsaidia na dalili zingine ambazo yamkini amekuwa akiziona kwa mtoto, au pale atakapokuja kuziona, kwa sababu malezi ni ya miaka mingi. Anaweza akaona dalili sasa hivi au akaona tabia fulani ya mtoto kwenye uhusiano na jicho kwa sasa hivi, lakini baadaye akaona changamoto labda nyingine. Kwa mfano kama hii ya kusoma, manake ni mpaka pale atakapoenda darasani ndio utaweza kujua kwamba mtoto wangu anakuwa na minya macho, hasa anapokuwa anaangalia vitu baoni. Anamleta mtoto, unampima vitu vyote, lakini mwisho wa siku unakuta ana kesi ya kutakiwa kuvaa miwani. Unapokuja kumshauri aanze kutumia miwani, mara nyingi wamekuwa wakigoma kumwanzishia yale matibabu. Anasema bado mdogo, lakini mwisho wa siku unapokuwa umejaribu kumwelezea au kumdadisi zaidi, kumuuliza kwamba sababu ni nini ambayo inakupelekea wewe uweze kusema kwamba hii miwani tusimpatie kwa sababu ya umri mdogo, anakuwa hana majibu sahihi. Anasema wanasema hivyo, kitu ambacho hao wanaosema hivyo bado wanakuwa sio wataalamu ambao ni wa macho. Iko hivi, miwani ni tiba kama tiba zingine, ambapo sasa ikitokea mtoto au mtu yeyote yule amebainika kutakiwa kutumia miwani, anatakiwa kupewa ile miwani. Na miwani hiyo ina pande mbili. Inaweza ikatibu kama kutibu, lakini pia inaweza ikaharibu jicho endapo haitokuwa imefuata au imezingatia vile vigezo vya kitabibu. Kwa hiyo kwa watoto ambao tunapokuwa tunawapata, manake tunawashauri, lakini pia tunatoa elimu kwamba hii inaenda kufanya
kitu fulani kwa mtoto au inaenda kumaliza tatizo kwa mtoto. Na tunachokuwa tunakifanya zaidi kama Best Vision, tunawaweka chini ya uangalizi. Kwa hiyo tunampatia ile miwani tiba kwa muda fulani, halafu tunamweleza aje kuangalia, tumpime pia lile tatizo, tuangalie namna ambavyo itakuwa imemsaidia. Na mara nyingi imekuwa tukimpima mara ya pili, mara ya tatu, tunakuta zile changamoto zimeisha kabisa. Kwa hiyo natoa rai kwa wazazi ambao wanaweza kuwa na mindset za hivyo kuweza kuachana nazo, kwa sababu hamna sababu ambazo ni za kitabibu ambazo ziko nyuma ya hiyo sentensi kwamba mtoto wangu bado mdogo, hatuhitaji kumpatia miwani. Kwa sababu tutakapokuwa tumefanya hivyo kama wazazi, maana yake tutakuwa tunatengeneza tatizo kubwa kwa mtoto, na mwisho wa siku changamoto zingine tunakuta zikishafika umri mkubwa zinakuwa hazina uwezo wa kutibika. Kwa mfano, kuna watoto ambao wanazaliwa tayari wana makengezi, ambao sasa kimsingi ukiangalia mara nyingi sababu moja ya sababu ambayo inakuwa inapelekea kengeza ni pamoja na refractive error. Kwa hiyo tunapokuwa tumerekebisha ule uono au tumeondoa ile refractive error kwa kutumia miwani, mara nyingi ile jicho linakuwa linarudi katika mstari wake, kwa maana linarudi katikati. Lakini mtoto huyo mzazi atakapokuwa labda ameshindwa au amegomea ile tiba, maana yake mtoto yule atakapofikisha miaka 9 au juu ya miaka 9, maana yake ile changamoto haitoweza kutibika tena. Kwa hiyo kuna changamoto za watoto ambazo zinatakiwa zitibiwe katika umri wa kawaida, kwa maana ya umri wa miaka ya chini. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.